Shabani, kwa hiki ambacho amekizungumza afisa habari, ni kweli Yanga hii ni Yanga bora kuzidi zile ambazo ziliwahi kupita misimu minne nyuma? Kwa kauli ya rais wa klabu ya Yanga, si ndio? In terms of wachezaji kuwaingiza wengine wapya kwenye upande wa dirisha kubwa la usajili, aliweza kuzungumza na kusema kwamba Yanga hii kwake anaiona kama ndo Yanga bora. Yani usajili ambao kaufanya kwa msimu huu ndo anaamini kwamba ni usajili bora kuweza kuufanya kuliko nyakati zingine zote hizo. Kwa maana kwamba kuchukua pia baadhi ya wachezaji ambao walikuwa bora kwenye upande wa ligi zao. Kwa mfano Lassine Coman, ukiangalia taarifa ambazo zilizokuepo alikuwa anahitajika kwenye baadhi ya ligi kubwa tofauti na ligi yetu ya hapa Tanzania, si ndio? Lakini option ya kwanza kwa mchezaji ikawa ni kuichagua Young Africans. Lakini baadhi ya wachezaji kama kina Musa Bala Conte, ukiangalia sakata lake la kutakiwa na hizi timu mbili za Kariakoo, pia unaweza ukaelewa kwamba ni aina ya mchezaji ambaye alikuwa ni kila timu inahitaji kuwa na Musa Bala Conte katika upande wa huu msimu. Lakini sio huyo tu, mchezaji kama Celestine Ekua ambaye alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji bora kwenye upande wa Coast Asec, lakini naye pia tumemwona yupo kwenye upande wa ligi ya Tanzania. Kwa mimi naamini kwa muktadha huo wao wanaweza wakasema kwamba ni moja kati ya Yanga bora ambazo wao kuweza kuzishuhudia. Lakini for me Yanga bora na naamini ilikuwa ile ya msimu ambao uliopita, kwa maana ya kwamba kwenye quality za wachezaji, kwa sababu ilikuwa ni Yanga ambao hata ikimkosa Stefan Aziz Ki, unajua akiingia Clatous Chota Chama atakupa kitu ambacho Aziz alichokuwa anakupa. Yani ilikuwa ni Yanga ambayo kila mmoja haamini kwamba kuna possibility Yanga hii tukaiona ikiwa na Azizi, ina Pacome, ina Maxim pia Nzengeli, si ndio? Ina Clatous Chota Chama kwa wakati mmoja. Lakini kwa msimu uliopita walifanikiwa katika hilo. Na ukitaka kujua kwamba kwa nini Yanga iliyopita kwamba ilikuwa ni bora na ilikuwa na majina mazito zaidi, angalia kwa msimu huu kuna majina mawili ambayo yalikuwepo pale kwenye upande wa eneo la katikati. Msimu huu hawana. Kwa sababu gani? Mahitaji ya wale wachezaji, kile ambacho wao wanachokihitaji kwenye upande wa kulipwa mishahara, posho, bonus za hapa na pale. Kwa hiyo inawezekana waliona kwamba mzigo inawezekana unaweza ukaa ni mkubwa zaidi. Licha ya msimu huu kuingia na bajeti ya msimu ambayo inakadiriwa kufikia mpaka bilioni 30, lakini kwa msimu uliopita kwangu mimi ilikuwa ni bora. Lakini kiuchezaji Yanga bora ni ile ya msimu wa kwanza wa Profesa Nabi ya unbeaten 49. Kwangu mimi ndo naiona ni Yanga ambayo hata wao pia walienda kuprint pia t-shirt kuhusiana na ile nini unbeaten. Na pengine inawezekana ikaje ikachukua hata vizazi na vizazi kuja kuiona tena ikitengeneza hiyo unbeaten ambayo wao walikuwa nayo. Kwa kwenye kiuchezaji ile ya kwanza Profesa Nabi, lakini kwenye quality ya wachezaji nadhani ilikuwa ile ya msimu uliopita. Unakubaliana na kauli ya Ali Shabani Kamwe, Abdul Mkenge? Mimi nianzie hapo alipomalizia Juma. Yanga bora kwangu mimi ni ile ambayo kina Fisto Maele, kina yani Kilitombo Bangala, huyo Moroko nyama nyongeza. Unajua Kisinda ile. Subiri, ushai kuona Betha gunia la viazi? Kuna vile vinavyofunga, yani vinavyofungashia kule nyongeza vile wenyewe Wahehe wanaita vinyotela. Yani vya kuongezea. Wakina Halid Aucho, wakina Jigi Diara. Mimi nafikiri msingi wa Yanga ndio ulijengwa pale. Hizi nyingine iliyofuata ikafuata zilikuwa ni za kujazia, kwa sababu kama unakumbuka ile ndo Yanga ambayo ilifika hadi finali ya kombe la shirikisho Confederation ilikuwa. Kwa unaweza kaona haikuwa timu ambayo kama timu, ilikuwa ni timu ambayo ni timu kweli. Mimi nafikiri tuwe tu wa kweli Betha. Hiki tunachokiona leo ama tunachokisikia leo, watetezi kutoka nje kuisifia timu ni kwa kile ambacho tunachokiona kiwanjani. Wachezaji waliosajiliwa wamekuja wakiwa na profile kubwa. Mtazame Musa Bala Conte, Celestine Ekua, Lassine Coman. Hayuko ambaye kaja pale huko alikotoka alikuwa tu mchezaji wa kawaida. Kila aliyekuja pale huko alikotoka alifanya vitu vizuri. Lakini mapema sana wamekuja ndani ya timu, wameshindwa kukliki ile tuseme haraka kama ambavyo labda tuliona maingizo kina Aucho,
ingizo la Diara la kina Maele, kwa sababu nakumbuka mechi ya kwanza tu kabisa Maele aliwashona Simba pale. Yes. Kwenye mechi ya ngao ya jamii nakumbuka. Baada ya kukosa mechi 2 za awali za kwenye CAF Champions League. Na kama unakumbuka Yanga waliofanya usajili, kila mmoja alikuwa naamini striker wao namba 1 atakuletea Makambo. Yes. Lakini katika mshangao wengi Maele akaenda akachana mkeka. Kwa unaweza ukaona hiki tunachokisikia leo ama ukiona leo, huyu ni mwalimu bora, hii ni timu bora, ni hao watu waliokuja kushindwa kuingia katika mfumo haraka haraka. Juzi mimi niliandika kitu. Ndio. Nilisema inawezekana. Inawezekana mwalimu hakushiriki kupanga lineup yake katika mchezo dhidi ya Simba. Alipanga nani sasa? No, tunafahamu mazingira mpira wetu. Kwa sababu ngoja nikwambie kitu Betha. Mwalimu tazama ile lineup. Hakuna mchezaji hata mpya wa Yanga aliyecheza. Kweli. Sio, umeshaelewa? Hayuko. Baadaye akaja kaingia Zimbwe, ambao sawa unaweza kumsema mchezaji mpya, lakini katika mpira wetu sio mchezaji mpya. Lakini pia baadaye alikuja aliingia Dumbia. Lakini lineup iliyoanza ni ile kina Duki Abuya, Mudathiri, mdogo nani Adabwile Mwambalaswa, ni watu ambao ni wale wanajua. Kwa unaweza ukaona tafuta lineup ile, afu tafuta lineup nyingine za Yanga. Unaweza kwa lineup nyingine sasa hii ndio kapanga mwalimu. Sawa Abdul. Sio, unaelewa? Kwa mimi nafikiri hiki tunachokiona leo ama ukisikia ni kutokana na hao watu kuja kushindwa kukliki. Lakini pia kingine Betha, mimi nafikiri ni mapema sana kusema lolote. Kwa sababu hiki anachokisema Ali na viongozi wengine wa Yanga tunapaswa kukipa muda. Mimi naamini Betha, hakuna kitu kinachokuja kutoa majibu ya ukweli. Ndio kwanza mechi ya pili unaenda kucheza ligi. Kwanza mechi ya pili ni bado mapema kweli. Maana ngoma itakuja hapa, watu utafikia mechi ya 5. Ngoma itakuja imesimama hapo mtazamana. Shilingi inapinduka. Kwa mimi nafikiri tujipe muda kwa mwalimu na tujipe pia muda kwa hawa wachezaji ambao wamesajiliwa. Sawa, lakini kwa upande wa Mbeya City wameahidi kiama kupeleka mitaa ya Jangwani. Sasa kocha 50 alisema Malare. Yes, alisema kwamba namnukuu, anasema mechi ya leo ni mpya, hatuiangalii kwenye zile mechi alizocheza Yanga, hakucheza na Mbeya City. Tumejipanga zaidi kuikabili Young Africans yenye washambuliaji wazuri, mabeki wazuri, hata sisi timu yetu Mbeya City ina wachezaji hao wazuri. Akaendelea kusema kwamba tumecheza mechi za kirafiki tukaruhusu goli chache zaidi. Washambuliaji wangu wamefunga magoli 6 kwenye mechi ya kesho. Tumejipanga vizuri zaidi kumkabili mpinzani ambaye ni Young Africans. Wamefunga goli 6 kwenye mechi ngapi? Wameshinda mabao 6. Kwenye mechi ngapi? Tofauti. Betha. Hao ni mabao ambao Yanga anaweza kuyapata kwenye mechi moja. Ni mechi ya kirafiki hizo, lakini mkenge. Nisikilize. Ziwe za kirafiki, ziwe za kimashindano. Hayo mabao 6 ambao wao wameyapata katika hizo mechi zao, Yanga wanaweza kuyapata kwenye mechi moja tena dhidi yao. Sawa. Mimi samani. Mimi ngoja nikwambie kitu Betha. Ndio. Mimi nafikiri Malale leo aingie akiwa kama timu ya pili kiwanjani. Akiwa kama timu ya pili. Timu ya pili. Akienda kwenda kupishana Yanga. Mawaji ya Sholobera anaanza akakutana nayo. Juma, ukitazama kikosi cha Mbeya City kwa uwezo wa mchezaji mmoja, unaona itawawia vigumu Yanga kupata matokeo? Kwa mchezaji mmoja inaweza ikatoa hamasa zaidi, kwa sababu ina baadhi ya wachezaji 3 mpaka 4 ambao washe kuzitumikia hizo timu za Simba na Yanga. Ni kweli. Inawezekana ikawa ni ahueni, si ndio? Kwa maana kwamba ukianzia kwenye eneo la goalkeeping wana mchezaji kama Beno Kakolanya ambaye sio mzuri sana kwenye footwork, lakini kwenye save za 1 against 1 kwenye 1v1 unampata Beno. Na Beno ana historia kwenye mechi za dabi akiwa kwenye upande wa kikosi cha Young Africans. Alifanikiwa kuweza kufanya save 14. Umeelewa? Ambapo nakumbuka golikipa kwa msimu ambao alifanya save nyingi alikuwa ni David De Gea kwenye mechi dhidi ya Arsenal, alifanya save 11. Kwa hiyo kwa msimu huo tena Beno alifanya save 14 ambazo nadhani zilienda kuwapelekea Simba pia kuanza kuangalia kwa jicho jingine. Pengine inawezekana akaja akamchallenge zaidi ya Aishi Manula kwenye upande wa viwanja vya mazoezini. Lakini ukiachana na hapo ana mchezaji kama Ibrahim Mohamed ambaye ali makuzi yake ya kimpira sasa
watu kuanza kumuona sasa huyu ni mchezaji ambaye anaweza akacheza kwenye madaraja makubwa. Ilikuwa ni Coastal Union, si ndio? Na amepita pia Simba lakini sio kwa mafanikio. Mashujaa sasa hivi tunamuona yupo katika upande wa Coastal City, lakini kwenye mbavu ya kushoto ana mchezaji kama Yahya Mbegu ambaye alifanya vizuri baada ya hapo, na alitakiwa pia na Simba. Kuna upepo tu katikati ambao ulikuja ukatokea. Wimbi la nyuma tena hiyo. Yes, wanasema aliogopa zaidi upinzani kwenye upande wa kosi cha Simba. Kaenda kwenye kosi cha Singida, nako hakupata muda mrefu kwa sababu ya majeraha ambayo aliyokuwa nayo. Ni aina fullback ambao mimi naamini anapoamka kwenye ubora wake mzuri, moja kati ya mafullback wazuri sana ambao ni wa kisasa zaidi. Kwa hiyo wanao watu kwenye eneo tu la ulinzi ambao wanaweza wakawa wanaongea lugha moja, kina David Mwasa, moja kati ya lakini wanaye Habibu Kiombo. Yes, wana Habibu Kiombo. Kwa hiyo ukiangalia wana mseto wa wachezaji wengi ambao wako nao. Kwenye eneo la midfield wana kiungo kama Vitalis Mayanga pale. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba wana wachezaji ambao wenye experience ambao sema kitu kimoja Juma, ili kufupisha, wana wachezaji wenye uwezo wa kubabaisha. Yes, ambao wamecheza ligi zaidi ya miaka 5. Zaidi ya miaka 5, sawa.